Karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye makala moto hapa ndani ya Moto TV Kenya, jukwaa ambalo huangazia na kuchambua kwa kina masuala makubwa yanayoathiri dunia yetu. Katika kipindi hiki maalum tunazungumzia historia ya dini ya Uislamu, hasa wakati huu ambapo mamilioni ya Waislamu duniani wako katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na wanakaribia kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Kwa Waislamu, mwezi huu ni kipindi cha kufunga, kuimarisha ibada, kujitafakari na kusaidia wale wanaohitaji katika jamii. Lakini pamoja na Uislamu kuwa moja ya dini kubwa zaidi duniani leo, watu wengi bado hujiuliza swali moja muhimu sana. Uislamu ulitoka wapi? Ulianza vipi? Na kwa nini ulienea kwa kasi kubwa katika sehemu nyingi za dunia? Mtazamaji, kabla hatujaendelea, na kuomba kwa heshima na taadhima upate kusubscribe kwenye channel hii ya Moto TV Kenya. Pia turn on notifications ili usikose makala au habari zetu. Jina langu ni Ogaro Brian Osoro. Ili kuelewa historia ya Uislamu, ni muhimu kurudi nyuma katika karne ya 7 katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa katika mji wa Mecca uliopo katika nchi ya Saudi Arabia. Wakati huo eneo hilo lilikuwa na jamii nyingi zilizokuwa na tamaduni tofauti na mifumo mbalimbali ya imani. Baadhi ya watu waliabudu miungu mingi na sanamu, huku wengine wakiwa na ushawishi wa dini za Kiyahudi na Kikristo zilizokuwa tayari zimeenea katika sehemu fulani za eneo hilo. Katika mazingira haya ndipo alizaliwa mtu ambaye baadaye angekuwa kiongozi wa harakati kubwa ya kidini, Prophet Muhammad. Kwa mujibu wa historia ya Kiislamu, Muhammad alizaliwa mwaka 570 katika familia ya kabila la Quraysh mjini Mecca. Alikulia katika mazingira ya biashara na alijulikana kama mtu mwaminifu na mwenye maadili mema hata kabla ya kuanza kuhubiri Uislamu. Waislamu wanaamini kwamba alipofikisha umri wa miaka 40, Muhammad alipokea ufunuo wa kwanza kutoka kwa Mungu anayejulikana kama Allah kupitia malaika Jibril. Tukio hilo linaaminika kutokea katika pango lililo karibu na mji wa Mecca, na ndilo lililoanza mfululizo wa ufunuo ambao uliendelea kwa miaka zaidi ya 20. Ufunuo huo baadaye uliandikwa na kukusanywa katika kitabu kitakatifu cha Waislamu kinachoitwa Quran. Ndani ya Quran kuna mafundisho yanayohimiza kuabudu Mungu mmoja, kuishi maisha ya haki, kusaidia maskini, kuondoa dhulma katika jamii na kuimarisha maadili mema. Ujumbe huu wa kuabudu Mungu mmoja ulipingana na baadhi ya desturi zilizokuwa zimezoeleka katika jamii ya Mecca wakati huo, jambo ambalo lilisababisha upinzani mkubwa kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kijamii na wafanyabiashara waliokuwa na ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Kadri Muhammad alipoendelea kuhubiri ujumbe huo, wafuasi wake waliongezeka, lakini pia walikumbana na mateso na vikwazo kutoka kwa wale waliopinga mafundisho hayo mapya. Hali hiyo ilipelekea tukio muhimu sana katika historia ya Uislamu, ambapo Muhammad pamoja na wafuasi wake walilazimika kuhama kutoka Mecca kwenda mji mwingine uliokuwa unaitwa Yathrib, ambao baadaye ulijulikana kama Medina. Uhamiaji huo ulifanyika mwaka 622 na unajulikana katika historia ya Kiislamu kama hijra. Hijra ina umuhimu mkubwa sana kwa sababu ndiyo mwanzo rasmi wa kalenda ya Kiislamu. Ndani ya Medina, Muhammad aliweza kujenga jamii mpya iliyokuwa imejengwa juu ya misingi ya imani, haki na usawa. Katika mji huo pia aliweka misingi ya utawala na sheria za kijamii zilizotokana na mafundisho ya Quran. Kadri muda ulivyopita, nguvu na ushawishi wa Uislamu uliongezeka, na hatimaye Muhammad pamoja na wafuasi wake waliweza kurudi Mecca na kuifanya kuwa moja ya vituo muhimu zaidi vya Uislamu duniani. Baada ya kifo cha Muhammad mwaka 632, wafuasi wake waliendelea kueneza Uislamu katika maeneo mbalimbali ya dunia. Katika kipindi cha karne chache tu, Uislamu uliweza kuenea katika maeneo makubwa ya Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Asia ya Kati na hata sehemu za Ulaya.
wafanyabiashara, wanazuoni na watawala wa Kiislamu walicheza jukumu kubwa katika kueneza dini hii pamoja na tamaduni zake. Katika baadhi ya maeneo, Uislamu ulienea kupitia biashara na mawasiliano ya kijamii, huku katika maeneo mengine ukienea kupitia tawala za kisiasa zilizokuwa na ushawishi mkubwa. Leo hii Uislamu ni moja ya dini kubwa zaidi duniani, ikiwa na waumini zaidi ya bilioni 1.5. Waislamu wanaishi katika karibu kila bara duniani, kutoka Asia hadi Afrika, kutoka Ulaya hadi Amerika. Ingawa kuna tofauti za kitamaduni na kijamii kati ya Waislamu wa sehemu mbalimbali za dunia, mafundisho ya msingi ya dini hii yanabaki kuwa yale yale yanayopatikana katika Quran na katika mafundisho ya Mtume Muhammad. Msingi wa maisha ya Kiislamu umejengwa juu ya kile kinachoitwa nguzo 5 za Uislamu. Nguzo ya kwanza ni shahada, ambayo ni tamko la imani kwamba Allah ni Mungu mmoja na Muhammad ni mtume wake. Nguzo ya pili ni swala, ambayo ni sala 5 za kila siku ambazo Muislamu anatakiwa kuziswali. Nguzo ya tatu ni zakat, ambayo ni sadaka maalum inayotolewa kusaidia maskini na watu wanaohitaji msaada katika jamii. Nguzo ya 4 ni saum, yaani kufunga katika mwezi wa Ramadhan, na nguzo ya 5 ni haj, safari ya hija kwenda mji wa Meka, ambayo Muislamu anatakiwa kuifanya angalau mara moja maishani kama anao uwezo. Katika Afrika Mashariki, historia inaonyesha kwamba Uislamu ulifika kupitia wafanyabiashara kutoka Mashariki ya Kati na Asia waliokuwa wakifanya biashara katika pwani ya Bahari ya Hindi. Miji ya pwani kama Mombasa, Lamu na Zanzibar iligeuka kuwa vituo muhimu vya biashara na pia vya kuenea kwa dini ya Kiislamu. Kutoka katika maeneo hayo ya pwani, Uislamu uliendelea kuenea ndani ya bara kupitia biashara, ndoa za kitamaduni na mawasiliano ya kijamii kati ya jamii mbalimbali. Leo hii Uislamu ni sehemu muhimu ya maisha ya kijamii, kiutamaduni na kidini katika nchi nyingi za Afrika Mashariki ikiwemo Kenya. Waislamu nchini Kenya wanapatikana katika maeneo mbalimbali ya nchi na wanachangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kitamaduni katika taifa la Kenya. Kwa hiyo tunapoelekea mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, ni muhimu kwa jamii kuelewa historia na misingi ya dini hii ambayo imeathiri maisha ya mamilioni ya watu duniani kwa karne nyingi. Kuelewa historia ya dini tofauti si tu kunasaidia kuongeza maarifa, bali pia kunasaidia kujenga heshima na maelewano kati ya jamii mbalimbali. Hii imekuwa makala moto hapa Moto TV Kenya. Mimi ni Ogara Brian Osoro. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel ya Moto TV Kenya, kupiga like, kuacha comment na kushare video hii. Pia follow Moto TV Kenya kwenye mitandao yote ya kijamii kwenye Moto TV Kenya Official kwa habari na uchambuzi wenye moto zaidi.